mwaka 2025. Ndege ile maalum ambaye imembeba rais huyo wa nchi ya Msumbiji tayari imeshafika katika uwanja huu wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, ikiwa tayari imeshatua kabisa pale na gwaride likiwa tayari kabisa kwa ajili ya mapokezi. Mlango wa ndege ukiwa tayari umefunguliwa, ishara ya kwamba sasa waliopo ndani wanaweza kuteremka, na tayari unaona pale wameanza kuteremka, na tunamwona balozi wa Tanzania, tunamwona pale waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahamoud Thabit Kombo akiwa yuko tayari kabisa kwa ajili ya kumpokea mgeni huyu ambaye anafika hapa nchini Tanzania kwa mara ya kwanza. Hii ziara ni ya kuendelea kudumisha uhusiano wa kidiplomasia pamoja na uhusiano wa kindugu ambao umekuwa ukiendelea tokea enzi na enzi. Waasisi wa mataifa haya mawili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na rais wa nchi ya Msumbiji Samora Machel, walishirikiana pamoja na viongozi wengine katika kuhakikisha kwamba nchi hiyo inapata uhuru na kufikia maendeleo. Tayari gwaride limeshakaa sawa pale kuhakikisha kwamba wote mgeni yule aliyefika hapa nchini kwa ajili ya ziara yake kupokelewa vyema na kuanza basi ile ziara ambayo imekusudiwa hapa nchini. Tanzania na Msumbiji zina uhusiano wa kihistoria na wa kindugu wa muda mrefu, na tayari unamwona Rais Chapo huyo akiwa amewasili kabisa, ameshuka na kusalimiana na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Thabit Kombo, tayari kabisa pale akiwa anasalimiana na viongozi wengine ambao wamefika katika uwanja huu kumpokea, na anapita sasa. Amepokea zawadi ya maua yale ambaye ameletewa, ishara ya kukaribishwa hapa nchini. Tayari anaendelea kusalimiana na viongozi wengine ambao wamefika kumpokea. Sasa anakagua lile gwaride taratibu kabisa, akiwa anatembea hapo tayari kabisa kwamba ishara hii sasa ya kuingia hapa nchini na mapokezi rasmi yamesha fanyika hapa. Tanzania na Msumbiji zina uhusiano wa kihistoria na kindugu ulioasisiwa na viongozi wa nchi, waasisi wa nchi hizi mbili wakati wa ukombozi, na wakati huo baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na rais wa kwanza wa chama tawala cha nchini humo Frelimo, pamoja na rais wa kwanza wa nchi hiyo Samora Machel, wote hao walikuwa wakishirikiana vyema katika kuhakikisha nchi hiyo inapata uhuru. Tumeona pale akiwa anasalimiana na viongozi wengine, Rais Chapo huyo akiwa na furaha, anatabasamu kabisa. Hawa ni ndugu zake ambao hata kabla hajagombea urais alikuja Tanzania na waaga wakawaeleza wa Tanzania kwamba akirudi Msumbiji ataenda kuwania nafasi hiyo ya uraisi, na alifanikiwa kupata akiwa ni rais wa 5 sasa wa nchi hiyo ya Msumbiji. Rais Samia anatarajiwa kumpokea mgeni wake kesho tarehe 8 Mei mwaka 2025 Ikulu jijini Dar es Salaam, na kufanya mazungumzo rasmi pamoja na kushuhudia uwekaji saini mikataba na hati za makubaliano katika sekta mbalimbali kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano.
Vilevile Rais Chapo atapata fursa ya kutembelea sehemu mbalimbali ikiwemo Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika na mradi wa kimkakati wa reli ya kisasa SGR ili kujifunza na kuangalia fursa za ushirikiano. Bado pale anaendelea kusalimiana na viongozi wale waliofika kumpokea na kumkaribisha nyumbani Tanzania. Pia katika ziara hii ambayo tayari sasa Rais Chapo ameshaianza hapa kwa kutoa katika uwanja huu wa ndege, atapata fursa pia ya kutembelea Zanzibar kule ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Pia atapata fursa ya kutembelea miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa mamlaka ya kusimamia uvuvi wa bahari